Mtazamaji wa Sanga Media TZ, tulikwambia kwamba leo hii au Waswahili wanasema kwamba hayawi sasa tayari ameshakuwa. Tuko maeneo ya serikali ya mtaa, hapa ni Kinyamwezi. Nadhani kameramani wangu Mr. Kibindo anaweza kukuonyesha hali halisi ya tukio ambalo linazidi kuendelea mahali hapa. Tuko hapa kwa ajili ya nini? Tupo hapa kwa ajili ni kwenda kujadili mambo mbalimbali, hususan maendeleo katika mtaa wetu wa Kinyamwezi. Waita wananchi wote kwa ujumla ili tuweze kujitokeza. Japokuwa naona idadi ya watu sio kubwa sana kama kameramani wangu Mr. Kibindo kama atakuwa kashakuonyesha vizuri kulingana na hali halisi ya hali ya hewa. Kama unavyoona hali ya hewa si rafiki, unaweza pia unaona huenda pia hiyo ndio imechangia kwa namna moja au nyingine kupata idadi kubwa sana ya watu. Kwa hiyo tunatambua idadi ya watu imepungua kwa asilimia kubwa sana kulingana na hali halisi ya mazingira ya sehemu ya tukio. Hivyo basi twende pamoja, tukiwa pamoja kuendelea kuonyesha mazingira, hali halisi, atmosphere ya maeneo haya, lakini pia tunaona kwa ujumla jinsi watu walivyojitokeza kwa uchache. Lakini tunajua ni kwa nini wamejitokeza kwa uchache, ni kwa sababu ya hali ya hewa, atmosphere. Dar es Salaam leo kidogo mvua imenyesha na huenda na maana pia wingi wa watu umekuwa si wingi kwa nafasi hiyo, kwa ukubwa huo. Lakini acha twende moja kwa moja sasa katika mazungumzo, twende katika majadiliano ambayo yanaenda kufanyika hapa maeneo ya Kinyamwezi katika serikali ya mtaa. Karibuni sana. Lali ni mwenyekiti wa mtaa wa hapa Kinyamwezi. Karibu. Kwa majina naitwa Sergeant Gilbert, natokea wilaya ya kipolisi Chanika. Kinyamwezi oye! Kinyamwezi oye! Mama Samia oye! Ndugu Seif Salum Mwera, mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini kwa utaratibu wetu wa wenye viti, mimi ndiye mwenyekiti wa wenye viti wa jiji hili la Dar es Salaam. Nimekuja kumuunga mkono ndugu yangu Fahadi, lakini pia kuwaona wananchi wa mtaa wa Kinyamwezi, kwa sababu mengine tutaongea baadaye, kwa sababu bahati nzuri mtaa huu ninaufahamu vizuri. Kwa hivyo na mimi nataka nijifunze pia kutoka kwenu, lakini nitakapopata nafasi basi tutaungana pamoja katika kupeana mawazo mawili matatu. Asanteni sana, nashukuru sana. Muungano wa Tanzania kazi iendelee. Asanteni sana. Mimi naitwa David Kisoka, ni afisa biashara wa DAWASA mkoa kazi wa Kisarawe. Nimefurahi kujumuika nanyi hapa. Mimi pamoja na engineer tumemwakilisha meneja wetu hapa, engineer Sirila Josephat, kutokana na majukumu ameshindwa kuwepo, lakini amepokea mwaliko huu wa mwenyekiti na wakazi wa Kinyamwezi. Kwa hiyo tuko pamoja. Asanteni sana. Gani anavyoweza kuendesha vikao vya wananchi, lakini kujifunza pia nyinyi wenzetu mnawezaje kuendesha mambo yenu kwa umoja na upendo na mshikamano, mkishirikiana na mwenyekiti wenu pamoja na mtendaji. Kwa hiyo machache naomba keti, washukuru sana. Mheshimiwa diwani ambaye yeye ilibidi tuwe naye na alituahidi angekuja, lakini tangu jana aliniambia na changamoto za kiafya, na nadhani mheshimiwa mwenyekiti taarifa unayo. Kwa hiyo ilibidi leo tuwe naye, lakini changamoto kama hizo zimemfanya asifike. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea. Mbele yenu ni viongozi ambao wamekwisha jitambulisha kwa majina yao. Mmoja nadhani amejitambulisha. Kwa hiyo hao ndio viongozi ambao katika uchaguzi ule uliokuwa umefanyika ndio wao walibahatika kuchaguliwa. Kwa hiyo baada ya kuwa wamechaguliwa watawakilishwa na mwenyekiti wao ambao ni mwenyekiti wetu pia, kutokana na michakato hiyo ambayo imekwisha kufanyika. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu uzungumze na mimi. Asante. Kutoa neno la kushukurani. Lakini pia mmeonyesha mapenzi makubwa sana kwa kutuchagua na kutuamini sisi. Kwa niaba ya wajumbe wangu wote na wakilisha mimi, lakini pia tumeweza kushinda kwa kishindo uchaguzi wa serikali ya mtaa. Lakini kuna hapo mambo ambayo tuliahidi ni mengi sana. Tutatekeleza na tutayafanya. Na kuna baadhi ya mambo ambayo tumeshaanza tayari kuyafanikisha. Yapo mambo mengi yanakuja. Baada ya hapo ameniruhusu nisome agenda inayofuata. Ambapo katika kipengele hiki tunazungumzia miradi iliyofanyika na inayoendelea kufanyika katika mtaa wetu wa Kinyamwezi. Nadhani kipengele hiki pia na mwenyekiti atakizungumzia sana, kwa sababu ndani ya kipindi kifupi ambacho
uongozi huu umeingia madarakani, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamekwisha kufanyika, ambayo kila mwenye macho anayaona, wala si mambo ya kusimulia sana. Mradi wa kwanza ambao umekwisha kufanyika ni vivuko ambavyo mwenyekiti amevijenga yeye mwenyewe, atavielezea zaidi. Vivuko viwili ambavyo vimejengwa, kimoja kipo msikitini, kimoja kipo makaburini. Hivi vivuko alijenga yeye mwenyewe kwa pesa yake ya mfukoni. Jamani, hapo sisikii makofi. Au labda mjanielewa. Kuna vivuko viwili ambavyo vimejengwa, kimoja kipo msikitini, msikiti huo hapo. Kuna kingine kipo makaburini. Ametoa mwenyewe pesa yake mfukoni, atasema mwenyewe ni shilingi ngapi. Ingawa mimi najua, lakini atazungumza mwenyewe. Kwa hiyo na kile kivuko kinatumika, hivyo vivuko vinatumika na mnaviona. Na kuna vivuko vingine ambapo kuna kivuko kipo Kimani na kuna kivuko kingine kipo kama unaenda kaburi moja huko. Na kuna kivuko kingine kipo Kimani huko kwa mjumbe Abdullahi. Kwa hiyo hivi vivuko vitatu wananchi wamejenga kwa pesa zao, ni kweli. Lakini hata ushiriki wetu sisi kama serikali ya mtaa pia upo, na ikiwepo mwenyekiti mwenyewe amejitolea sana katika kufanikisha hilo, na si yeye peke yake, ni pamoja na mheshimiwa diwani naye ameshiriki katika mazoezi hayo. Kwa hiyo mimi nisio mzungumzaji sana kwenye hayo, kwa sababu mwenyekiti pia yupo, anaweza akaelezea zaidi juu ya miradi hii ilivyotekelezwa. Lakini ni miradi ambayo ipo na kila mtu anaiona. Ndugu wananchi, nafikiri tumeona kabisa wakati tunaingia ahadi ambazo tulizitamka wakati wa uchaguzi na tumezitekeleza kwa 70%. Tumetengeneza kivuko hapo msikitini, lakini pia tukatengeneza kivuko hapo mitaa ya kwa Masai kwa pembeni hapo. Lakini pia bado tunaendelea, vivuko vinavyohitajika Kinyamwezi ni vingi. Tunaendelea kupambana kwa ajili ya kuweza kuandaa vivuko vingine. Tunajua vivuko ni changamoto, hata majority pale naamini kwamba mvua ikinyesha ni changamoto kupitika. Lakini hata hiyo pia tunaweza kuitekeleza. Niliahidi na nitafanya hivyo. Lakini pia kuna miradi mingine ambayo tulishasema kwamba itakamilika. Lakini pia kuna zahanati inajengwa kaburi moja. Tutakuwa pamoja, tutakuwa sambamba kwa ajili kukamilisha ili kuona miradi itakayoweza kukamilika ndani ya uongozi wetu. Labda kwenye miradi tuongezee, kuna miradi ambayo pia ni vizuri mkaifahamu. Shuleni hapa kuna miradi imetekelezwa mwaka huu, shule ya msingi na shule ya sekondari pia. Tukizungumzia shule ya msingi, shule ilipokea milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mawili. Kwa hiyo na madarasa yale yamejengwa, yameshafikia hatua renta wamemaliza. Mwalimu mkuu alikuwa ananiambia kwamba wiki ijayo watamalizia juu, na mwezi wa 5 katikati hivi kufikia tarehe 15 yanaweza kuanza kutumika madarasa haya. Sawa jamani? Kwa hiyo ni jitihada ambazo serikali yetu imezifanya, na tusipozisema tutaona kama hakuna kinachofanyika, lakini yapo mambo yanafanyika. Na hapa shule ya sekondari pia kuna madarasa mawili na matundu 8 ya vyoo, ambayo kwa jumla ilikuwa inagharimu shilingi milioni 58, na madarasa yale yalishajengwa, yamekamilika. Na kulikuwa kuna shida kidogo kwenye matundu ya kwenye kutengeneza shimo kwa ajili ya kuhifadhi maji taka, kwa sababu sehemu ile pale kuna maji mengi sana. Kwa hiyo ilikuwa inahitajika fedha ziongezwe kwa ajili ya kukamilisha mradi ule wa vyoo. Aliongezewa tena shilingi milioni 2,400,000 ambayo pia nayo imesaidia, wanakwenda kukamilisha yale matundu ya vyoo, na lile shimo pia nalo litakamilika. Kwa hiyo huduma wanafunzi wataendelea, na ile kero ya upungufu wa madarasa nayo imepungua kwa kiasi kikubwa. Sawa jamani? Kwa hiyo nadhani mmenielewa, na nyinyi pia ni vizuri kuwa wepesi kutembelea hayo mashule yenu, kwa sababu mna watoto mnasomesha huko. Hivi vitu na nyinyi wenyewe mnaweza mkavishuhudia. Kuhusu swala la zahanati,
Mheshimiwa mwenyekiti amelizungumzia, ni kweli tuna eneo la zahanati lipo kule juu kaburi moja. Na eneo lile Mheshimiwa diwani katika baraza lao wamepigania, kuna fedha zilishaletwa, lakini juzi pia tumepokea watu kutoka mkoani na wao pia walikuja wamesema wameongezewa fedha tena milioni 250 kwa ajili ya kushughulika na sio tena zahanati, ni kituo cha afya kinajengwa. Tunaelewana sana jamani? Ni kituo cha afya kitajengwa. Na wao wamesema watapendekeza ijengwe kwa gorofa. Kwa hiyo fedha tayari halmashauri walishaweka, na watu wa mkoa nao wanasema nao wamekusha ingiziwa fedha. Kwa hiyo wakati wowote mtaona kuna jambo linaendelea pale. Jamani sawa? Basi hayo ni machache katika yale ambayo tulipaswa kuyasema. Wananchi wa Kinyamwezi oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushauri. Nikushauri kwa sababu na mimi ni mwenyekiti mwenzako. Agenda hii kabla mtendaji hajazungumza nilimshauri hapa mtendaji. Kamwambia agenda hii iweke kwenye mapato na matumizi. Lakini bahati nzuri mmetiririka vizuri. Lakini wananchi sisi hatuwezi ukamaliza agenda zote alafu tukasema agenda namba fulani ulisema hivi. Hapana. Katika agenda hii Mheshimiwa Mwenyekiti, wape wananchi waseme, kwa sababu umesema miradi ulioifanya, mtendaji amewasilisha serikali imefanya nini. Hii ni nafasi ya wananchi katika agenda hii, na wao wanaweza wakakushauri, wakakushukuru. Lakini labda kuna jambo la kutengeneza maeneo mengine wakakushauri kwenye agenda hii na mtendaji wako. Baada ya hapo sasa tutaruka kwenda kwenye agenda nyingine. Naomba nikushauri Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hawa ni wazoefu na sisi wao tunasema kwamba huu uongozi Mungu anapanga kutokana na utaratibu, lakini nyinyi au wale wanaweza wakawa na akili nyingi kuliko sisi wenye viti. Lakini wengine hataki kabisa uongozi. Yaani wana akili nyingi, wana uwezo mkubwa kuliko hata sisi wenye viti wa mitaa. Lakini sisi wao wanachotaka ni kupewa nafasi wa kushauri. Kwa hiyo wape nafasi kwa hili wa kushauri uliofanya, kipi kinatakiwa kufanya, na inawezekana kuna mahali pamekosewa nao waturekebishe, au wanataka kuuliza zaidi kwamba hapa kupoje. Baada ya agenda hii tutaendelea sasa na agenda nyingine. Nitaka nikushauri Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako, kama utakuwa upo ridhaa, naomba kuwasilisha. Wananchi, huyu mheshimiwa amekwisha kujitambulisha. Yeye ni mwenyekiti wa mtaa wa Vikongoro, lakini pia ni kiongozi wa wenye viti katika wilaya yetu. Sasa naye ana uzoefu fulani katika haya madaraka. Ametoa ushauri. Ushauri kama ni mzuri huwa haina sababu ya kuukataa, si ndio jamani? Hata kama una nafasi ya kuukataa, lakini unatakiwa ukatae ukiwa na sababu. Ushauri aliotoa ni mzuri. Kwa hiyo kama kuna mtu yote anala kuzungumza kwa ridhaa ya mwenyekiti, pia naye aseme chochote. Tusisubiri giza liingie tunapofunga kikao tena ndo mtu ananyosha kidole. Karibuni, kwa sababu maendeleo ndio haya. Au kuna maendeleo zaidi ya haya jamani? Semeni. Ndio haya. Mheshimiwa. Yes. Kama kuna kuzungumza anyoshe kidole, mwenyekiti yupo atamruhusu. Naomba usogee huku tusije tukaharibu tena. Njoo, kuna wenzio wa kuona. Kwa majina naitwa Ramadhani Mmanga. Kutokana na maelezo ya mwenyekiti aliyotoa ya miradi, tunampongeza, ameanza vizuri kuhusu swala la vivuko, na ameongelea kuhusu swala la zahanati kaburi moja, na amezungumzia swala la shule. Kuna shule mbili hapa, kuna shule ya msingi na kuna shule ya sekondari. Mimi nilikuwa nataka niulize swali afu kisha nitoe ushauri kwamba eneo la shule ya msingi ni eneo finyu. Kila siku lile eneo huwa linabanwa na wale wenzetu wa bustani pale. Shule ya msingi sasa hivi ipo pale, lakini hata uwanja kuchezea watoto hakuna. Kama shule haina uwanja kuchezea watoto ndio unataka kutoa vipaji vyao vya michezo. Shule haina uwanja la kwanza. Na kama eneo lilikiwa liko finyu,
Sasa hivi sisi tunaona unajenga shule za magorofa pale, ikiwa eneo liko dogo na watoto kila siku wanazaliwa. Nikataka nitoe ushauri katika ujenzi pale, sasa upatikane uwanja wa watoto wa shule wa kuchezea michezo, na vile vile kama ni eneo dogo basi jenge shule za gorofa, kama vile watakujengwa zanati ya huko Kaburi moja, na vile vile shule ya sekondari vile vile. Watoto kila siku wanasoma, lakini watoto wanakuja pale kwa mwaka ni wengi mno, kiasi kwamba eneo la shule kusomea watoto wanakuwa wengi, madarasa machache, wengine mpaka wanalazimika kusubiri. Kwa hiyo pia ningetoa ushauri hapa zijenge shule za magorofa, zitakuwa zinasaidia zaidi kuliko ni shule za kawaida, kwa sababu nafasi ni ndogo. Kwa hiyo katika ushauri wangu ambao nimeutoa huo, naomba Mheshimiwa Mwenyekiti uzingatie katika masuala hayo ambayo yanaendelea katika mradi hiyo inaendelea hapa Kinyamwezi. Napenda kuwasilisha. Tunashukuru, tumemuelewa na swali lake litajibiwa. Kuna mwingine? Kuna mkono kule mwenyekiti. Njoo hapa. Aje hapa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kusoma taarifa na miradi yote, lakini swali langu lilikuwa ni moja tu, au ulizo langu lilikuwa ni moja tu. Mwenyekiti amesoma miradi mingi na amesema kwamba miradi yote imetekelezwa kwa fedha zake za mfukoni. Swali langu ni kwamba kikao kilichoisha cha mwenyekiti kilichoisha kusema kwamba serikali ya mtaa haina vyanzo vya mapato. Swali langu ni kwamba je, wao wamekuja na mbinu mpya ya kuanzisha vyanzo vya mapato ndani ya serikali ya mtaa? Kwa sababu miradi iliyosomwa imesema kwamba imetekelezwa kwa fedha zake za mfukoni. Je, serikali ya mtaa sasa imekuja na mpango kazi wa kuanzisha vyanzo vya mapato ambavyo vitaweza kutekeleza miradi mingine endelevu ya mtaa mzima wa Kinyamwezi? Asante. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mimi naitwa Zaituni Saleh Shomvi. Naomba ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti, na malalamiko na wananchi kuhusu tulivyosimamia uchaguzi. Ulitoa Alan kina mama wapewe mikopo. Kila ninapokatiza mitaani mikopo wananizuia kutembea. Kiti aliahidi na wewe ukiwa unashuhudia, alafu nao ulikuwa kiongozi kwa kina mama ukatugea kero na kuchagua kiongozi huyu. Tunataka mikopo lini? Naitwa Margaret Aaron Msindai. Mimi nilikuwa nauliza, masuala yote yametajwa, lakini soko hatujasikia. Sisi wajasiriamali tunatokea wapi? Ni hilo tu. Nadhani maswali yaliyoulizwa tunaweza tukayajibu, tukaendelea na ajenda zinazofuatia. Tukianzia swali la brother pale, ukujitambulisha jina lakini niseme tu kwamba lile eneo la kilimo ni eneo la mkurugenzi, lipo ndani ya halmashauri, na pia ile shule pia nayo ipo ndani ya halmashauri, ni shule ya mkurugenzi. Na hizo changamoto tayari zilishafikishwa ofisini kwa mkurugenzi, zinafanywa kazi. Kwa hiyo labda tuwe wapole kufuatilia majibu nini kitafanyika, lakini tujue tu kwamba hii yote ni mipango ya serikali. Ukiwepo uwezekano wa kufanya hivyo, wakubwa watafanya. Sawa jamani? Hiyo changamoto inajulikana halmashauri. Lingine amezungumzia kuhusiana na mikopo, kuhusiana na vyanzo vya mapato. Kwenye mtaa wetu si hatuna chanzo cha mapato, na chanzo cha mapato rasmi hatuna. Na tulisema mwanzoni kwamba mwenyekiti yeye alitoa pesa yake mwenyewe ya mfukoni ambayo inamuendeshea maisha yake. Ndio maana nikasema tumpigie makofi, kwa sababu mtu kama huyo utampata wapi? Labda mtu ambaye anatoa hela yake anaiweka kwa wananchi. Nyinyi ni mashahidi, ndio maana nikasema tumpigie makofi. Ni hela ambayo aliitoa mwenyewe mfukoni. Lakini katika vivuko vitatu, kuna vivuko vingine tulisema kule juu Kimani kuna kivuko kimoja, na kuna kivuko kingine, na kuna kivuko kingine Kaburi moja, vitatu ambavyo wananchi walijitolea kujenga wenyewe kwa kuhamasishana wenyewe. Walitoa pesa zao, walileta simenti, wakaleta michanga, lakini sisi tulisapoti tu kama uongozi, tulishirikiana nao, ila kwa sehemu kubwa walitoa pesa wenyewe. Kwa hiyo tusiseme kwamba vivuko vyote
kama ambavyo ulisema wewe ndugu yangu ulipofika hapa. Hatujasema vivuko vyote, ni vivuko vitatu ambavyo amejenga yeye na vitatu vingine tumeshirikiana. Ila nguvu kubwa iliyotumika ni nguvu ya wananchi. Na hapo tu niseme katika vivuko vitatu tunavyozungumzia ambavyo wananchi wamejenga, kuna fedha nimeisahau kuisemea. Shilingi milioni 3 na zaidi. Ambapo tuliambiwa tujenge vivuko viwili. Lakini kamati ya maendeleo ya kata ilivyokaa tukaonelea kwamba kwa sababu kuna kivuko kimoja kipo Kimani Darajani kule ambacho ni pamoja na hivyo vitatu nilivyosema vimejengwa na wananchi, hakijakamilika. Tukaona kwamba miradi mingi fedha zinakuja zinapotea kwa sababu tunaanzisha miradi mipya kila mwaka. Kamati ya maendeleo ikaona kwamba tuelekeze nguvu kwenye kivuko kimoja ambacho fedha hiyo inaweza ikapelekwa kule ikatosha. Kwa hiyo kiasi cha milioni 3 kama na 500 ambayo ilikuwa imeletwa na mfuko wa jimbo kwa ajili ya kujenga vivuko viwili, kimoja kukamilisha, kimoja kuanzisha. Kamati ya maendeleo ya kata ilipendekeza kwamba tukamilishe kivuko ambacho kimekwisha kuanza kinasubiri kumaliziwa. Kwa hiyo watu wa Darajani kule Kimani, hiyo taarifa wanatakiwa waipate kwamba ile pesa yote itapelekwa kule kwa ajili ya kukamilisha kile kivuko. Mfuko wa jimbo kutoka kwa mbunge wetu wa jimbo la Ukonga. Kila kata hizi pesa nadhani zimepelekwa na sisi pia tumepata bahati hiyo, na kila mitaa. Kwenye mitaa yetu na katika mitaa ambayo imepata hiyo pesa na sisi pia tumebahatika kupata. Kwa hiyo kwa hatua iliyofikia pale, injinia alisema kwamba hiyo pesa itatosha kumaliza. Na tayari kama ni barua tulishampelekea, kwa hiyo michakato itaanza muda wote kule, ujenzi utaendelea kwa sababu pesa tayari ipo kata. Nadhani tumeelewana. Haya, asante. Nashukuru. Kuhusiana mikopo hiyo nadhani tuizungumzie hapa mbele kidogo. Hilo swali tulitunze tulizungumzie mbele. Na nimekwisha kuongea na mwenyekiti hapa. Ipo atalijibu hilo swali. Sawa mama? Atalijibu. Soko tulikuwa tupo katika mchakato wa kujadiliana na diwani kwa ajili ya kuanzisha, na pia katika kampeni zangu swala la soko nilizungumza mapema kabisa. Soko katika uongozi wetu sisi tulioingia lazima soko lipatikane. Kwa hiyo katika uongozi wetu sisi tulioingia soko litapatikana, na siwezi kusema kwa muda huu utapatikana lini, lakini soko tupo katika majadiliano mimi na diwani na mkurugenzi kwa ajili ya kuleta soko hapa Kinyamwezi. Tunajua mama zetu mnahangaika, biashara zenu sema kuzipeleka tunajua ni changamoto, lakini pia mimi nataka niwaahidi kwamba soko mimi tutalileta hapa, soko litapatikana. Naombeni mniamini kama mlivyoniamini, soko litakuja. Naomba kuwasilisha ajenda nyingine, mtendaji. Okay, sawa. Kwa hiyo wale ambao waliulizia kuhusiana na mikopo, muda sio mrefu tutarudi hapo. Ajenda iliyokuwa inafuatia ni wageni wetu. Wametoka mbali wengine na wamewahi kufika, tuwashukuru kwa hilo. Na wale waliopata dharura nao ilikuwa ni wana dhamira ya kuja, lakini tu ni changamoto wamezipata. Tunawasamehe kwa hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani ilikuwa ni wasaa wake wa kuongea, lakini kama nilivyowatoleeni udhuru wake hatupo naye. Ila wapo wengine wahusika wa DAWASA. Kwa nafasi hii Mheshimiwa mwenyekiti, unaniruhusu niwakaribishe? Nawakaribisha. Mwenyekiti ameniruhusu wazungumze, na kama kuna maswali mtawauliza. Sawa jamani? Karibu DAWASA. Kama alivyosema mwenyekiti kwa kunikaribisha, sisi ni wawakilishi kutoka DAWASA. Binafsi yangu nilikuwa sina maneno mengi sana, ningependa labda kusikia zile changamoto kutoka kwenu, lakini kifupi ni kwamba eneo hili la Kinyamwezi huduma ya maji kwa sasa hivi iko vizuri na inaendelea kuimarika zaidi. Nafikiri nyinyi mtakuwa mashahidi kwa sababu naam. Naomba nimalize alafu nitakaribisha maswali na maoni. Kwa hiyo huduma inaendelea vizuri, tunapata maji katika eneo letu hili la Kinyamwezi.
tumekuwa tunapata maji kwa migao kwa sasa hivi kwa ratiba mpya hii ya Jumatano, Alhamisi, Jumamosi na Jumapili. Inawezekana kuna siku ambazo zinakuwa labda maji hayapatikani kutokana na changamoto mbalimbali, lakini tumekuwa tunaweza kuwasiliana kwa kutumia magrupu yale ya WhatsApp ya wateja, namba za ofisi, lakini wale wafanyakazi wetu mafundi na wale wasoma mita ambao wako mtaani, lakini pia ofisi za viongozi. Kwa hiyo mimi kwa kifupi naomba niseme hayo mwenyekiti. Kama kuna yale ambayo tunataka kusikia kutoka kwa wananchi, basi niwakaribishe sana. Asanteni sana. Nyosha vidole. Maji ni uhai jamani, si ndio? Wala sio uongo. Sasa basi mwenyekiti, kwa ruhusa yako, kuna watu wana maswali ya kusema. Kwa hiyo mwenye kuzungumza anyoshe mkono. Basi tunyoshe mikono wote tuwahesabu, twende kwa mpangilio. Kuna huyu mama, kuna yule, watatu, wanne, watano. Bomba tu mimi sijaona. Mwenye bomba la maji labda ni yule ameunganisha kwenye kisima. Wakati watu wa Mgeule wote wana hata yale mabomba, japo anasema yatoi maji. Wa huko wote wana mabomba yatoi maji. Sisi hata yale mabomba tu yale ya kulaza kwamba maji yatapita hakuna. Sijui anatuahidi nini. Ni moja tu kwako. Kero ya upasukaji wa mabomba hususani kwenye barabara za mtaa imekuwa ni kero kubwa mno. Na mabomba yenu yanasababisha uharibifu wa miundombinu hususan barabara katika maeneo letu. Yanapasuka sana, lakini hatuoni kuyatatua na kuyasababisha kwamba yasiharibu barabara. Barabara zetu zimekuwa na madimbwi hata kipindi cha kiangazi kwa sababu ya mabomba yenu. Mnatuahidi nini katika ukarabati wa miundombinu yenu kuhakikisha kwamba hasisi miundombinu yetu hususan barabara inapitika na isiwe kero na mabomba yenu? Asanteni. Naitwa Dunia Motela, natokea block B kule. Kule block B sisi hatuna maji kabisa, yani mabomba hakuna. Kwa hatujui ndugu zetu wa Dawasco tuna ugomvi nao ama nini. Hatuna mabomba kabisa. Na tushawahi kuja za form sisi hapa. Ni hilo.